Leo kuna mashindano ya Qur'ani, baadhi ya maeneo mengi tu kuna matangazo sehemu mbalimbali duniani kwamba kuna mashindano ya Qur'ani. Kitu ambacho tunajiuliza ni kwamba wao wenyewe wanaoshindanisha au wanaoandaa mashindano haya huwa wanasema Qur'ani imesema tushindane katika mambo ya kheri. Sasa swali litakuwa linajiuliza mara kwa mara, lau kama hii kushindana kwa Qur'ani, yani kushindanishwa kusoma Qur'ani, ingekuwa ni jambo la kheri, mbona halikuwa linafanyika wakati wa mtume? Mbona halikuwa linafanyika hata baada ya mtume, karibu yake? Leo mashindano mengi haya ya Qur'an, wadhamini wanaokuja kudhamini pale ni makampuni ya riba, lakini Waislamu wengi hatuna habari. Leo katika mashindano yetu ya Tanzania hapa ya Qur'an, kuna wale Amana Bank na wale Ikhlas Bank na wale People's Bank, wote wale, yale yote ni makampuni ya riba. Tumeshaelezea kwa nini makampuni ya riba, kuhusiana na fedha ambazo saizi tunatumia kuwa ni fedha ambazo zipo katika mfumo wa uchumi wa riba. Tushaelezea katika vipindi vyetu vilivyotangulia huko nyuma. Sasa leo watoto wetu wanasomeshwa Qur'ani, wanahifadhishwa Qur'ani, sio kuifanyia kazi katika maisha ambayo wanaishi, ila waje washindane. Mtoto leo anachachwa kusoma Qur'ani ili aje apate mafanikio ya kidunia na wala sio ya akhera. Anachachwa kutaka ahifadhi Qur'an ili aende akashindane bali. Na ndo madhara makubwa sana ambayo tuko nayo katika hichi kipindi. Leo watoto wanasoma, wanataka waende wakapate mafanikio. Sikajua nikisoma nitapata nyumba, nikihifadhi nikisoma tu Qur'ani nitapata fedha. Ndiyo, hiyo haikatazwi, lakini tukumbuke kwamba tunapoisoma Qur'ani tunapaswa kuifanyia kazi. Tunaposoma Qur'ani tunapaswa kuifanyia kazi, ikiwemo kuifundisha kwa wengine na mengineyo mengi zaidi. Lakini haya mashindano yote ambayo leo yanaendelea, kuna mtu mmoja yuko na ni bwana mkataza asishabikie mchezo wa mpira, akasema sasa mbona kuna mashindano ya Qur'ani? Hii nayo kwenye dini ipo. Mbona kuna mambo mengine mabaya yanatangaza? Kama mabaya gani? Hakunitajia, lakini kiujumla ni kwamba mabaya hayo ni kampuni hizi za riba, hizi banks na kadhalika. Hizi kampuni ni kampuni za riba, lakini riba leo inatangazwa katika mashindano ya Qur'ani na Waislamu wengi hawana habari wala hawajali. Riba inatangazwa pale.